Naam, tuko majira ya saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika ya Mashariki. Na mimi ni ndugu yako hapa, the one and only town DJP Baba la Baba, mzee wa Ngwasu Marajab Wakili Kabonga, ambaye niko nakurushia haya matangazo. So karibuni na tuungane wote kwa pamoja. Tuna mambo kaza ambayo tutakwenda kujadili. Nilitaka ni kugusia kwamba kuna kwenye mtandao wa Alliance Fleuve Congo wameweza kuposti kwamba Kamanda Fieka Adui amepoteza maisha, lakini ukweli uko hapa. Nitakuletea ukweli kwamba je, kweli Kamanda Fieka Adui amepoteza maisha ama ni porojo za M23, na pia tutagusia kuhusiana na hali ya Kamituga pamoja na Mwenga. Nini ambacho kiko kinaendelea huko maeneo ya Kamituga pamoja na Mwenga, na vita ambayo iko nafanyika huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini. Nafikiri haya mambo tutakwenda kuyajadili kwa mapana zaidi na kujua ni nini ambacho kiko kinaendelea huko maeneo ya upande wa vita wa Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini. Na katika kifungwa kinywa tulizungumzia majira ya saa 6 kuhusiana na milipuko ya silaha kwenye kambi ya jeshi, na uwepo inasemekana kwamba Katanga, Lubumbashi na Lualaba kunaweza kutokea grupe arme rebellion nyingine ya mpya hayo maeneo. So tutazungumza haya mambo, na bila kupepesa macho kwanza tuanze na hili swala la Fieka Adui. Alliance Fleuve Congo kupitia X wameweza kutwiri na wakaandika kwamba le général autoproclamé de Wazalendo du nom de James Fieka est tombé sur le champ de bataille quand il se battait avec les lions de Sarambwe, que son âme repose en paix quand même. Baada ya hapo sasa tumsikize Fieka Adui James anasema nini. Je, umepoteza maisha kwenye uwanja wa vita ama nini? Huyu hapa Fieka Adui. Kuti miazi kuti ya munda kutibuvira bwadeta mwete mwegana na James Fieka Adui mama wenda kundu bigu matwe connection ya kaya no munda bitazigu kaliko na iwe simu za mimi nangu James Fieka Adui ngwagwa mwambi sikade ya Banyarwanda mama we nanga mutaharane aliko James Fieka Adui aliho nyono ni imaziri kabisa hano. Tugashongerana no tubuwinini kabisa matorshi kugandi bihayo kubindi kutukana ariko kudisangu James Fieka Adui yafu aho bamnyongere emyaka yo kuramba. Tuli mumigazi yeno munda kageregere munda tuhinamiri tuliho kabisa mwiyuve huru ndanga fonda na Fieka Adui ngafwali na Fieka Adui kabisa ile zo gotigakaya ile zo mukana korongola ngashaga na henguka nagenda handu wazirarezo sawa bagingi buguma kongwa ariko tuliho kabisa na hivyo simu kabisa ziko zigambaga malangu na afwa ngundaje bayandika ngu kama Fleuve Congo imwa Colonel Nanga ba M23 koko ndo hivyo kutuli hano kageregere butangareko kuyandika tubunini kabisa tumushongera neminwe nyeni maze hano akili amano halilili kama kisiga hali kisiga liye nandi honiri halirezo nyinjo yuvage naho mkindi birana akumamega na mainite. Yes, Kamanda James Fieka Adui nafikiri tumemsikiliza. Tumemsikiliza na kile ambacho amezungumza ndio hicho. Amezungumza kwa kifuliru akisema kwamba niko haya ambayo wameyasema wa magaidi wa M23 kuhusu mimi niko salama kabisa, salama salimini. Tuzungumzie kuhusiana na silaha ambazo zimeungua ndani ya container. Ziko container 4 bwana, kwa container 4 ambazo zimeungua
huko maeneo ya Lubumbashi ndani ya kambi ya Kimbembe. Inasemekana tarehe 27 za Novemba 2025 silaha zisizopungua nyingi, silaha nyingi kweli hiyo siku ya Alhamisi ziliweza kuchomwa moto, zilichomeka moto tuseme, ndani ya kambi ya kijeshi ya Kimbembe, ikiwa ni kuingia kwa mji wa Lubumbashi. Takriban kwa container 4 ambazo zikiwa ziko na silaha za kivita ziliweza kuchomeka moto, na hivyo kusababisha paniki kubwa kwa wananchi ndani ya kata ambazo ziko karibu na hayo maeneo. Inasemekana kwamba silaha hizo ziliungua ikiwa ni majira ya saa 9 hivi za jioni, ndiko moto ambako haujulikani ulitokea wapi na ukaweza kuchoma hizo silaha. Kutokana na taarifa ambazo zimetoka hayo maeneo ya Lubumbashi, inasema kwamba hata pia kanisa la kijeshi ambalo liko hayo maeneo na yenyewe pia imeweza kugusa moto, na hivyo limeweza kuchomeka. Moto ulikuwa ni mkubwa na kusababisha hasara kubwa ya silaha mbalimbali za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo imefanyika huko maeneo ya Lubumbashi. Sasa kisa cha moto ni nini? Inasemekana kwa ndani ya mji wa Lubumbashi kunaweza kutokea kitengo kingine kipya cha ugaidi, cha rebellion Lubumbashi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya kuweza kutokea kwa mlipuko wa silaha nzito za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya kambi ya Kimbembe ndani ya mji wa Lubumbashi, ambako container 4 zimeweza kuchomeka moto. Kumeingiwa na wasiwasi mkubwa. Habari moja zinasema kwamba kuna baadhi ya wanajeshi ambao wako upande wa adui na wana collaborate na adui wakiwa wako ndani ya Lubumbashi. Walichokuwa wanasubiria tu ni kwamba jeshi la magaidi waweze kupasua Uvira, na yote ilitokana na baada ya kuona kwamba Mwenga na Shabunda uwepo wao ulijaribu kutaka kuanza kusonga mbele licha ya kushambuliwa na wazalendo pamoja na FARDC, na hivyo kuweza kupunguza makali yao ikabidi waanze kutikisa pia maeneo ya Grakatanga huko maeneo ya Lubumbashi. Kitendo hicho kilifanya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia kuweza kuwa deploy. Kwa hiyo FARDC waliweza kutumwa kwa wingi ndani ya mji na hivyo kusambazwa katika kila kona. Wanasema kutokana na hali ambayo inaendelea huko, viongozi wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC waliweza kuitisha kikao cha dharura hiyo siku ya Ijumaa asubuhi, na hivyo kuweza kuwasambaza mitaani katika kata mbalimbali wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Lubumbashi. Donc nasema ma point strategique zote, ile maentrée ma sortie na sehemu ziko watu wengi nafikiri Lubumbashi, wote ambao wako Lubumbashi sasa hivi na wako nasikiza Baraka One TV wako naona movement ya wanajeshi kuingia na kutoka kisehemu mbalimbali. So tulieni, ni kwa ajili ya ulinzi wenu, wala hakuna chochote ambacho kinaweza kutokea. Ni ile tu kuendelea kuwapo ushirikiano. Kisi tuvogea majira ya saa 6 ni kwamba unakuta sisi tunakuwa tuko busy na kazi, hatujui mtu ameingia ametoka wapi na nini. Kwa hiyo ni kuwa makini sana. Hao wanajeshi ambao mnaona wako kila sehemu wapo kwa ajili ya kuweza kulinda usalama. Wanasema serikali ya mkoa na serikali ya taifa kwamba akse zote za manjia ya kutoka na kuingia zinadhibitiwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ulinzi ni mkubwa katika kila sehemu. Tulijaribu kuzungumza na mtu mmoja kutoka Lubumbashi, na alisema kwamba yuko ndani ya serikali ya Lubumbashi. Ametuambia kwamba deployment ya maafisa wa usalama ni kwa ajili ya usalama wa wananchi na pia kuweza kulinda hali halisi ya mji wa Lubumbashi. Kuna rumors, kuna tetesi za uwepo wa
waasi ndani ya mji wa Lubumbashi. Hili swala lilijibiwa hivi: wakati ghala za silaha zikiungua moto, je, kuna tetesi zote kwamba Lubumbashi unaweza kuwa créer rebellion ambayo itajitokeza a partir ya Lubumbashi? Naona ya hizo rumors ambazo ziko zinasirikile Lubumbashi, eske ndo zinakuwa ziko ala base ya kuungua kwa zile silaha za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi wa moja ndani ya mji wa Lubumbashi wanaona kwamba ni ndoto kwa uwepo wa grupe ya arme Lubumbashi, kwa sababu ni ndani ya mji. Como rebellion inaweza kuzalika directement mu centre ville, itakuwa iko ni impossible. Na aussi ya Lubumbashi kuko ba Jean ya Kagame, kuko ba Jean ya Hippolyte Kanambe, na wako nafanya chini juu ili kuona jinsi wataweza kuangusha maeneo mbalimbali ambayo yanamilikiwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kwa upande wa Lubumbashi, hiyo ndio hali ambayo iko huko maeneo ya Lubumbashi, lakini kila kitu sasa hivi kiko chini ya mikono ya serikali. Serikali wanadhibiti maeneo yote na usalama huko unaimarishwa kwa udi na uvumba. Tukiachana na Lubumbashi, twende Kamituga, Mwenga, ambako hali ya usalama imeonekana kuzorota baada ya mapigano na pia uwizi na unyang'anyi ambao ulifanyika na baadhi ya vijana wa Gepard wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo hii tarehe 29 za mwezi wa 11 2025, mji wa Kamituga hali imekuwa ni ya kusuasua kuanzia tarehe 26, 27, 28 mpaka leo tarehe 29 Novemba 2025. Takriban siku mbili za usiku mzito ambao ulisikika na silaha nzito zikiwa zinapigwa sehemu mbalimbali. Hizo silaha zilikuwa ni risasi zilikuwa zinapigwa na vijana ambao walikuwa kwa lengo mbaya la wizi pamoja na uporaji, na tumezungumzia hili mara mingi. Walikuwa ni vijana wetu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Gepard, ambao walikuwa wanakimbia kwenye uwanja wa vita na hivyo kuangukia kuiba, kupora mali za wananchi, lakini uzuri wa bahati waliweza kuwa maîtriser na hivyo kuweza kurejeshwa tena kwenye uwanja wa mapigano. Kwa sasa mji wa Kamituga na Shabunda, Mwenga, tuseme Shabunda na Mwenga, centre ville na maeneo zingine ziko chini ya mikono ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na majeshi ya Burundi. Vijiji vingi ikiwemo Kasika, Kidasa, Kalama pamoja na Kalambi, licha ya wananchi kukimbia kuelekea maeneo ya Mwenga centre kwa ajili ya kutafuta hifadhi, lakini hayo maeneo bado yamilikiwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na licha ya wizi uliofanyika, maeneo ya Kasika, Kidasa, Kalama, Kalambi viko salama, hakuna shida na wananchi wamekimbia. Ni ile tu paniki. Unajua wakati wa matatizo kama haya inafanya watu wanakimbia kwa ajili ya kuweza kujilinda na kuona kwamba hapa ambako tuko na hii hali ikiendelea hivi, basi lolote lile linaweza kutokea, na hilo ndio chanzo ambacho kimefanya wananchi waweze kukimbia katika maeneo yao. Lakini kusema kwamba haya maeneo yamekamatwa na M23 ni tetesi tu zisizokuwa na zamana, ni habari za uongo. Twende maeneo ya Kivu ya Kaskazini. Kivu ya Kaskazini ni kipindi cha habari na maelezo. Nafikiri mnajua mara mingi wakati tunapitisha hivi na Roger Seko Rafael, lakini leo niko peke yangu na nitoka peke yangu kwa hizi siku takriban 4-5 hivi. Kwa hiyo utakuwa unaelewa tunaendaga mbele na tunarudi nyuma. Kivu ya Kaskazini ni kwamba vita vimeingia maeneo ya Nyabiondo. Nyabiondo iko mikono ya M23, ilikuwa mikono ya M23 na mapigano yalianza tokea siku ya tarehe 27 ambako Alliance Fleuve Congo M23 walivamiwa na Wazalendo, na hivyo Wazalendo wakiwa na FRDC wazalendo wa APSLS. APSLS inaongozwa na Janvier Karairi. Yes, nafikiri hivyo. Janvier Karairi na Guidon anaongoza Guidon ndo anaongoza APSLS.
kama sikosei, tutaangalia hivyo. General Gido amekuwa anafanya kazi kubwa sana huko maeneo ya Masisi. Kuna Gidon pia kuna Janvier Kareiri. Hawa ni watu ambao wanapiga kazi kubwa kila siku, hawachoki, wakiwa wanafanya kazi kubwa ya kumpiga maadui ambaye ni M23 ndani ya kitongoji cha Nyabiondo tarafani Masisi, jimboni Kivu ya Kaskazini. Vyanzo vyetu vingi vinasema kwamba mapigano yalikuwa ni makali mno baada ya wazalendo kuweza kuwapiga M23 maeneo ya Kinyumba na hivyo kuchukua Kinyumba. Kinyumba ni moja kati ya vitongoji ambavyo viko nyuma ya Nyabiondo. Baada ya mapigano makubwa yaliyofanyika, wazalendo wakachukua Kinyumba na vita ikaendelea mpaka maeneo ya Nyabiondo. Kinyumba na Nyabiondo ni kilomita takriban 14 hivi 10 na ngapi. Kwa hiyo inakuwa sio mbali sana, ikiwa ni access Nyabiondo pamoja na Mutongo maeneo ikiwa ni Nyabiondo, Mutongo pamoja na maeneo ya Mpinga. Kutokana na vyanzo hayo maeneo vinasema kwamba majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo waliweza kufanikiwa kumpiga adui M23 na kumkimbiza kabisa mpaka maeneo ya Nyabiondo ambako amekuwa ameweka ngome yake. Silaha kubwa na nyepesi zimekuwa zinasikika, na hivyo mpaka hivi kisi tuko tunaongea hapa ni kwamba wazalendo wanaendelea kufanya vizuri na wako vizuri kabisa. Raia wameweza kukimbia makazi yao na kutafuta hifadhi kwenye hospitali ya Nyabiondo, na wengine pia wameweza kukimbia na kujikuta wamejitupa maeneo ya porini kwa lengo la kulinda kutafuta hifadhi ili kutokana na hali ambayo ya usalama mdogo ilikuwa iko inaendelea huko. Vita hivyo vimesababisha watu wengi kabisa kuweza kukimbia makazi yao, lakini ukweli kwamba wazalendo wako wanafanya vizuri kwenye uwanja wa mapigano kwa sasa hivi huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini pia na maeneo ya Kivu ya Kusini. Vita iko inapamba moto. Upande mwingine ambako kulikuwa kuna mashambulizi yaliyofanyika ni maeneo ya Minembwe huko Kivu ya Kusini ndani ya tarafa ya Fizi. Majeshi ya FRDC na wazalendo wanaendeleza tu harakati za kumtwanga adui ambaye ni M23. Taarifa ambayo nitakuja kuwakazia, kuna taarifa kutoka kwa M23 wanasema wameangusha Sokoi moja ya FRDC. Hiyo taarifa haina uhakika kwa sababu taarifa kamili ndani ya jeshi alijadhibitisha kwamba kuna ndege moja ambayo imedondosha magaidi wa M23. Kwa hiyo sio taarifa sahihi, ni taarifa za kimchongo, naweza kusema ni taarifa za uongo. Hayo ndio ambayo tuko nayo, lakini sitakuacha hivi. Kuna jambo muhimu sana ambalo nitakuacha uweze kulisikiliza kwa sababu tuna vitu vingi sana, na hivi vitu vingi tutasikiliza baadhi ya vitu ambavyo vitatuweka vizuri kwa lengo la kujua hali jinsi iko inaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP. Hebu sikiliza ujumbe mzito huu hapa. Acha nikwambie, wale wazalendo wako wanapigana na masasi, wako wanajivuruga kila siku kwa siku. Papa, inashindikana kujulikana pale ni kutokuwa na renseignement iko très fort, yenye iko nguvu, yenye iko dynamique, haina morushwa, haina trahison. Kama mshafungua, kama mshajua zamani wasaliti walishaingia mule ndani ni wanani na ni wanani. Hizo masasi haziko nalia pour rien, hazilie bure. Unasikia? Hizo ni mchanganyiko, wanachanganya. Wako wanasikiliza force, wanawasikiliza maposition, wanawasikiliza maakili, wanasikiliza mko je mnajipanga aje, ndio hizo masasi wako napiga. Wanatia wakamikaze wao nne ndani. Wanatia waisha sede mule habiko kusema sime haba hizi ni mboleo wanawatilia mule, mtaki muzikamate, mtaki mubao mabale mko asikia zalendo na FRDC ni bale. Msijidanganye, hamuna watu pale. Mufanye triage, mwanze trier. Mbegu mbaya unatia pembeni. Musifate tu effectif ya nombre ya 10,000 soldats wazalendo kumi mko 2,000 personnes.
Mukamate wengine mbarudishe muhali yao ya kisivili, yani wakwenda shikana wala warudie kule ku M23, wakuje kama vile tu warebele, muwarekonete keni warebele, me wasisalie jina wazalendo wenye wanafanana, wenye wanaonekana kuwa wazalendo watiifu, wenye hekima, wenye kuogopa Mungu, wenye kuheshimu Mungu, wenye kuheshimu mipaka ya nchi na kuheshimu raia. So, nafikiri munifate mzuri. Muache mufanye trie. Ninabambia mwezi wa 11, wa 12, muitizame mzuri mwezi yote mzima hii. Musilie fete katikati ya laki. Musilie fete na mko na sikila muziki ile ya kichwe. Musisumbuliwe kama kisi wengine watu, lakini koma expliquer. Tujurudia. Amuangalie souffrance watu biko Nord Kivu na Sud Kivu, biko muhimu territory ziziko kipena ama hizi maharamu. Na wewe unataka mjigeuze maharamu tena kabisa. Mkule vitapike ya imbo anatapika mwe mnakula. Oh dal. Oh Yesu. Mbona dunia ina huruma? Hizo masasi rajabu sio masasi za kawaida. Haziko masasi yao makonfusion kwa nasema eti biko na manini na tukokuwa na respect. No. Hapana. Ni leo walianza. Wende gusa Maniema. Wende sikiliza habari ya Maniema. Na mameka. Kwa habari ya Maniema, nao ni memeka. Population inachoka wazalendo muniva Maniema. Wanyarwanda wanasikia nguvu zinawaingia, wanapata nguvu kubwa sana, kwani walishaunda ingine jeshi yao kabambi ndani ya nini ya mijini zote zenye za kuwa ukipe. Ndio kimya unasikia wanajifanyisha kwa sambla. Katolike Cardinal Fidele Ambongo, kama mko distrait Franka zisha manita zinapita mikono ule mjinga mwingine. Unafanya sensibilisation, attention na viongozi wa Katoliki, attention na Wakristo wasiokuwa na imani kamili katika nchi ya Kongo na watu wa Katoliki. Mjiangalie mizuri. Kabila alimwanga Franka munjia ya Katoliki. Waangalie kisa kuinisie watu. Waangalie kisa kusensibiliser peuple. Wengi watajitia kwa wazalendo na watawaonesha kama hao ni wazalendo kwa kuamsha mjini. Ninabambia tuko tunawaza, tuko najifunika kumiko tuko ajifunula. Tutakia kumbuka kujifunika na wala bulisha kucha. Nabambia hizi habari. Uvira mwangalie mshabakia munivo gani? Mwangalie mshakuwa mwangalie kama vile tengena panuka kisingena gisili kwenda panuka. Uvira je pense que si je me trompe pas, Uvira iko nini iko na largeur ya 7 km si je me trompe pas. Kama si je trompe. Kuanzia kwa Uvira naanzia na mpaka pale kama njoo wapi pale kumpaka ya Uvira na Fizi. Iko na 7 km si je me trompe pas. Kuburefu. Kisha kupana ndio sasa ile inaweza fika urefu ya ngapi? Lakini mkiangalia sele ile 7 km inaweza kuwa ingali ndani yenyewe, sisemi territoire Uvira tu. Territoire ya Uvira hapana. Inaweza pita ile 7 km parce que territoire ya Uvira inaweza anzia kama ni manivu kama za Masangi, kama ni Masangi pale kama sijidangani. Kama ni manini pale kama ni makilomoni kama ngambo ya Mondesi kule kumakiliwa kule siwezi dangayombo tutenda kule parce que si maîtriser ile hapa. Lakini unajua kama Uvira iko na 7 km ya burefu. Upana ndio sielewi. Sasa mkiangalia kama ile burefu ingali inaonekana ile 7 km hayakuwa touché. Ndani deja mali 7 km mko infiltration. Kisha tuangalia kwa upana, est-ce que upana wake ilikuwa 15 km? Est-ce que inaweza ile 15 km tu Uvira bana contrôler? Mujiangalie kwanza hapo. Mlishaingiliwa mumbavu. Ukiangalia Uvira si inaenda, ukichape na kwa saka triangle juu ya nini? Munaikalia distraction. Masasi watu yuko natafuta masasi za kupiga adui. Hizo masasi muzikamate Barundi. So Barundi mutupatie nini wakati? Batupatie wakati tufungule ile njia. Pale bafungule batoke kwa advance, baache wazalendo wawache kwa advance baende kutana na wale baba kule. Tunasikia kama vile entraînement ya masasi ndio biko napenda. Kama bafanyake entraînement bapatie baende kwa entraînement, tuko na besoin ya watu watenda fanya entraînement na Banyarwanda Kamanyola.
baende kufanyia entraînement ya masasi Kamanyola. Sio ile masasi tuko napoteza. Mnyarwanda saa hii hawezi kupoteza risasi yako ya bujinga, anajua risasi moja iko na watu yake 2 wala 3. Masasi yake 5 anajua iko na 5 personnes. Sasa ile masasi yote mko na mwanga tu bure, pure. Est-ce que même nazuza ku franka yenu? Comment mko asumbua population? Comment mko asumbua population? Wakusikia armée iko nini, armée ya akiba ya reserve iko muhali ya kwenda kusimama kumusururu kumurongo na vaku viongozi magenerale wa gouverneur bila bizi kubalika. Si vile ndagabulie mtu mwenye na silaha aina mugabulie bunga kumustari soda shimame na silaha baadhi chunga mustari wampatie bunga. Comment expliquer ile yote? C'est ignorance na mazarau. Soda iko na viongozi biko na banani ba chef section, ba commandant section, ba peloton, ba chef peloton, ba commandant compagnie nini tout ça, ba commandant bataillon. Ba soda basikubali ile kama zarau. Comment expliquer que armée kila mara même si bako ba wazalendo bako ba reserve banaweza nda kumustari kushimamia pami tupatie chakula hata kiwa ni vile. Na mimi najua banapasha na kumustari kwanza biko napanga soda na silaha kumustari wende chunga chakula ni mwenyewe na mgablo ni raia mnabikomana mnaikanta vile kwa normal. Mimi si sikwe kwa sasa hivi ndio biko vile haviko vile basi me chakula soda banajua kila bataillon iko na komanda compagnie, komanda bataillon iko komanda bataillon ya sego ba S1 S3 SD S4 donc mabiro DBS nini tout ça ba biro donc vyote biko mune ndani. Comment expliquer basi nda kule kubatu ya banani ya ba PAM waambie bwana watu yetu hawatenda shimama kule, na kama wapendi baache zile chakula zabo. Mbona msimamishi mtu mwenye na silaha aanze chunga civile kwa mgabulia chakula, na unajua sawa anagabulia chakula mnakoka mamefeyaji na kusukumana wasudabo piga anzi sukumana juu ya chakula. Matelefoni ishakuwa na maninia mingi, itakuwa iko juu ya chakula ndio balianisha fujo, lakini bakitia basuda kumstari ya nani mbiko bende subiri chakula kumstari serere wa inchi gani ushasikia vile pame ndio gabulia soda chakula. Tuko na ridiculiser armée sana, armée mko na izarau. Mkamata armée tumaze tsamu nini même si armée iko ya banani ya ba iko bazalendo iko FARDC mwambie tu pan wanzi nda sawei juu ya nini? Njala mpaka niveau gani? Sangapo eske tulizane gatana na bae mventule ba rebel. Unatasikia kama ndio ba rebel buya si pami ndio aniambia si banani ba nani mwe ba rebel tunakia wapokeza chakula. Na banashiwa baletika mnyaronda kwa mazarao na kwa nayo. Sile pembe nyumba techoma kwanza. Wewe utakata chakula wanaambia mrudi. Mwache kujikamata, kujizarau, manaka no. Habisikilikani hata. Kujishusha valeur, c'est un vrai commandant. Mwenye iko bien formé, armé. Alitoka na grade ya colonel. Mais s'il est bien confirmé na gouvernement, haiko ma grade zimaza balina lokota pambana. Alifanya nini brassage? Au niveau ya Luberizi. J'ai vu ça. Elle pas idéologie. Iko na idéologie niko très bien. Nani ya Kotumba. Alifanya formation militaire. Haiko sasa alikuwa kulokotewa hapa Busubuhi. Était un capitaine. Anajua idéologie militaire. Comment expliquer qu'Azira enseigner banani basoda yake même ça bakamata leo anapatia moral, anakamata officier kama 100, anapatia formation, anapatia education, anabonesha armée kisi naendeka kisi napasha kuwa respecter. Bale banakuwa nao wanakamata instructeur wengine nao wanaonesha wale wengine na watu wanaendelea biko napata mazoezi na biko muonini biko muvita pole juu bazoe biko mwaje. Ni mtu anatoka kushamba anaacha jembe mnyumba anakanta sira anda kwa anaacha jembe mnyumba mpanga anatoka kukata ngazi anatoka kushisha malungu ale anakamata anaenda kamata nini sira anda kwa mzalendo. Anajua kama gisa anakamata ile mpanga yake kwa kushisha malungu na gisa anakamata jembe yake kwa kulima mpunga. Na ndio anajua kama nili sira yake. Anajua nikipiga tu hapa sote ndapiga kulijiwe, nikipiga hapa sote ndapiga kumuhogo, sote nikipiga hapa ndapiga kungazi wala ndachonga hivi juu malungu ishuki. Au kasema na ndio nafikiri na mpanga nao ni vile kumutu sirano ni vile kumutu. No, haiko vile. Armée c'est la discipline. Mkiwaona kama mko watu wa Benyabaenei batoka kwa makwabo ni bamwizi, batoka kwa makwabo biko na madeni kama vile General Makanaki anasema anaongea, wale watu mubatie mbrassage, lave cerveau. Kama mnaona si ça ne va pas, mubatoshe, mkamate watu waneneza akili. Jua mko mwayo hii itabazalia michoko.